Kwamba ni mke ukamtriti kama mtoto kwenye halaiki kabisa, ukamtukana, ukamfoka, ukamkemea mbele ya watoto, haujampatia nafasi yake. Hizo ndizo nafasi tunazosema sasa watoto, hili swala hatuwezi kulizungumzia mahali hapa, ngoja tukalimalize kwanza na mama yenu halafu tutarudi. Pastor, wewe umekuwa kiongozi kwa muda mrefu, tena kwa ngazi ya ofisa. Kuna wakati hata mnapokuja maofisa, mna agenda, mnasema tunamaliza kwanza maofisa ndipo mnaenda kwa kamati. Sasa hivyo kwenye familia, baba na mama ni maofisa. Usimtriti mwenzi wako mbele ya familia kana kwamba naye ni mwanafamilia. Huyo sio mwanafamilia, huyo ni mjenzi wa familia, huyo ni nguzo ya familia. Walionielewa waseme amina. Sasa kuna wakati tunasahau, unaongea na mke unahisi kwamba unaongea na binti yako wa kwanza. Si watu wengine hawajui namna ya kuongea. Umeropoka jambo gani sasa hapa? Hata kama umesikia ameropoka, funga breki, halafu muite baadaye mzungumze. Nimekupa mfano wa mwenzi. Lakini pia unaongea na mme. Tena kwa waume, Biblia imetuongezea kitu kingine cha pekee kabisa. Nasema huyo ni mfalme wako. Na Biblia nasema Sarai akamuita Ibrahimu bwana wangu. Sasa kuna kitu ambacho wanawake wengi mnakisahau mahali hapa. Unaweza kubeba laana kwa maneno utakayoyajibu kwa mume wako bila kujua. Kwa nini? Huyu amepewa kofia ya ukuhani. Unapozungumza na kuhani, unazungumza na mume, lakini unazungumza na kuhani. Kwa mfano, wakati Daudi alipokuwa ametenda dhambi ya kuzini, amezini na mke wa Uria na amemuua Uria, na akatumwa nabii kwenda kuzungumza naye. Na huyu nabii alikuwa anaitwa Nathani. Yes. Akaenda kuzungumza na mfalme. Hakufika na kumwambia, wewe mfalme umefanyaje? Umeua Uria, umechukua mke wake. No, hakufanya hivyo yule mwanamke, yule nabii. Alipofika kwa mfalme, tena akasema, mfalme uishi milele na enzi yako itukuke. Mfalme anasema, ndio nakusikiliza. Kulikuwa na mtu mmoja mfalme. Huyu mtu alikuwa na kondoo 100, lakini jirani yake alikuwa na kondoo 1. Na huyo mwenye kondoo 100 akatembelewa na mgeni. Badala ya kuchinja kondoo miongoni mwa hao 100, akachukua kondoo wa jirani yake mwenye kakondoo kamoja akachinja. Mfalme, huyu mtu unaona amefanya vyema? Hasira za Daudi zikainuka. Akasema, huyo mtu aliyetenda hayo ni katika Israeli? Akaambiwa, ni kweli ni katika Israeli. Akasema, na aletwe haraka auawe. Ndipo Nathani akasema, mfalme, huyo mtu ni wewe. Wanawake wote wa Israeli ni halali yako. Kipindi hicho kuoa wanawake wengi ilikuwa ni sawa. Ungeweza kuoa wanawake hata 1000. Lakini tamaa zilipokutembelea, ukachukua mke wa Uria mwenye kamke kamoja, ukamchukua na Uria ukaua. Wewe ndiyo yule mwenye kondoo 100 aliyechukua kondoo wa jirani yake. Unasemaje mfalme? Biblia inasema mfalme akaanguka chini akafanya toba. Ndio maana ukisikia Biblia inasema Mungu anamuita Daudi aupendezae moyo wangu, usidhani ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu alikuwa ni mtu wa kushuka. Kwa hiyo mwanamke, unapozungumza na mume wako, that is your king. Hakikisha kwamba heshima yake ya ufalme hauidondoshi hata kidogo, ibakize mahali pale. Sasa kuna kitu duniani hapa kimeingia, pastor, ambacho kimetuvuruga sana. Hiki kitu kinaitwa haki sawa, 50 kwa 50. Sote ni wanandoa, tuko kwenye ndoa, hauwezi kunitishia bwana, sote tunalea familia. Hapana, umesahau Biblia inasema mwanamume ni mfalme. Walionielewa sema amina. Sasa una mwenzi wako, na kwa kweli ni kiongozi. Ninakupa tu mfano wa kuwa makini unaongea na nani. Ni mzee wa kanisa, nimetolea tu huo mfano. Mzee wa kanisa amewekewa mikono ya uzee wa kanisa. Kwenye maisha yangu haya, miaka hii michache niliyoishi, niliwahi kushuhudia mwanamke ambaye alimcrush mume wake mbele ya kikao. Watu wamekaa kanisani, mwanamume akanyosha mkono kuongea, naongea. Mwanamke akasimama akamwambia, kuna maneno mengine mnaongea kama mmekatika vichwa, ndo hoja gani unaileta mbele ya watu? Mwanamume akainama. Tangu siku hiyo
mpaka ninahama hilo eneo. Mwanamume akitaka kuchangia hata kama ni lesoni, anaangalia kama mke wake yupo. Kama yupo ataongea kweli, lakini kama yupo kimya. Sasa mzee fulani vipi hii lesoni? Kama walivyosema. Mwanamke alisha mzima. Na niwaambie wanawake, mnisikilize vizuri, hakuna kiumbe muoga duniani kama mwanamume. Msituone tunavaa suruali hivi na misuli, ni waoga kuliko hata wanawake. Na hilo elewa kwamba mwanamume ni muoga. Wale mlioolewa, nendeni mkafanye huu utafiti leo, nendeni mkafanye, kesho mlete majibu. Hapo hapo mtumie message mme wako, au mpigie simu, mwambie mme wangu, nina shida na wewe leo saa 2 kamili, nina mazungumzo na wewe. Angalia mwanamume jasho linavyotoka. Hilo neno tu, nina mazungumzo na wewe. Na niliwaambia mahali fulani, na hilo gundue kwamba mume wako ana changamoto, anakona kona. Hilo neno ni kipimo. Kanaye hapo, mwambie mume wangu, nataka kwenda wapi? Nina kazi zangu kule. Sasa nenda kwenye kazi zako, lakini saa 2 kamili usiku nina neno la kuongea na wewe. Ukisikia nakwambia sawa, tutaongea, aise una mume. Ila ukisikia nakwambia tumalize hapa hapa, kwa nini mpaka saa 2? Ongea hapa hapa. Huyo anakona, anahitaji kunyoshwa. Tulimalize hapa, kwa nini mpaka saa 2? Hiyo ni indicator. Kwa hiyo wanaume ni waoga. Ukimcrash mwanaume mbele ya watu, umemuua, umemvulisha nguo, hataongea kabisa, na utakuwa na mwanaume kama zombi. You have to know unaongea na nani kwenye maisha yako. Watoto mlioko hapa, nikisema watoto simaanishi umri, wale ambao bado mna wazazi, take care unapoongea na mzazi wako. Kwa makini sana. Wengi wamechuma rana ambazo baadaye huwa zinawasumbua, wanakwenda sana kwa wachungaji, pastor niombee, ninaona kuna mikosi na ina. Kumbe ni rana alizochuma kwa wazazi. Na mzazi anaweza kaenda OP, usimnyoshe. Nimewahi kusikia vijana wengine wanasema, hapana mzee, umeshakosea, ukikosea umekosea, mimi siogopagi na kulipua tu. Tembea taratibu. Unamlipua mzazi kabisa, mzazi. Take care. Kwa hiyo nafasi takatifu ya muda wa familia, kupinga udhalimu wa milio ya simu. Hapa anachotaka kutuambia ni ule usumbufu wa milio ya simu. Unaongea na familia, simu imeita, mara unakatiza